السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشكر الله تبارك وتعالى وتجمعنا من أمانة بيته المصطفى صلى الله عليه وسلم. sina budi kurudisha shukrani kwa wale wanaopokea katika msikiti kama huu Aisha. Allah awabariki kwa sababu kuna imani ya kwamba watu wa msikiti kama huu watafaidika na yale ambayo tunaenda kuzungumza. Kwa hiyo imani yao ndio kwamba tumeleza mpaka hapa ili kukumbushana mawili matatu. Haya mazungumzo ambayo tunazungumza itahusu kila mmoja katika jamii, sio mdogo, sio mkubwa, sio mzee, sio Muislamu, sio kafiri, sio mwanamke, sio mwanamume. Kwa sababu kuna baadhi ya mazungumzo kwamba yanahusu baadhi ya watu, wengine hawahusu. Lakini haya mazungumzo ambayo tunazungumza yanahusu kila mmoja, kila kiumbe kwamba ameshikana na kupumua, yaani kila mwanadamu. Anasema kila mwanadamu Alhamdulillah, mzungu msikiti mingi kwa Malindi kwa ajili ya kuelezea mambo ya dawa, vipi Waislamu kujichunga na magonjwa, kwa sababu watu wanateseka kwa wingi sana. Tumetangaza kwamba tutazungumzia kwamba kila ugonjwa una dawa. Hii ni kwa yetu, kila ugonjwa una dawa. Magonjwa ni mengi duniani, lakini kwa ufupisho haya magonjwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema kama jaa sahih bikulli da'in dawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila ugonjwa dawa. Wajaa fi riwaya ukhra lam yanzil lahu dawa da'a illa anzala lahu shifaa au kama qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika nyingine, Allah anateremsha ugonjwa wote duniani isipokuwa kuteremsha dawa yake kwa duniani. Lakini swali la kuja mbona wao wanatumia dawa mawangoni? Mtume sallallahu alaihi wasallam anamalizia hadithi nyingine kama jana al-Hadi anasema katika riwaya alima kunna alimahu wa jahila wa jahila. Kuna watu ambao hizo dawa wanazijua na kuna watu ambao wengine kwamba hawajui hizo dawa. Wanatumia vitu kwamba wanadhani kwamba ni dawa lakini sio dawa. Ndio hii sallallahu alaihi wasallam kipengele muhimu sana. Hii riwaya ya al-Hakim kadhalika jana Muslim Imam Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Kuna watu ambao wanajua hizo dawa na kuna watu wengine ambao hawajui hizo dawa. Ima hawajui kwa sababu hawasoma, ama labda hawataka kuelimisha wenzao ili wafanye biashara, kwa sababu soko la biashara ni kubwa sana katika mambo ya magonjwa na dawa. Kwa hiyo hii ndio ilikuwa kwamba kama tukinao sisi kwamba kila ugonjwa una dawa, kuna ugonjwa kwamba hauna dawa. Yule kwamba alikupatia roho, alikukamizitiza katika mambo yeye kwamba unaweza kumjadili kwamba unaweza kumlewa mtu wote kwa kuna. Kama unaweza kupatia roho hapo kama anataka jini wa Yesu lao majini binadamu wakusanyika kwa mambo moja wazi. Allah anataka yeye ndio kwamba yaweza kutoa kutoa kwamba wasimu kusuka na kanini bila katibabu. Hii ni imani kubwa kwamba inafaa kila mwanadamu aamini. Ibn Qayyim al-Jawziyya katika Zadul Ma'ad ameelezea kisa kwa kuna mgonjwa wa kichwa sana, alikuwa anataka kichwa sana, akaenda mpaka siku hiyo kwamba anaenda kufanya manasi. Akaenda akachukua maji ya Zamzam akayasomea, akaswali rak'atain, akanywa maji ya Zamzam huko anajipaka kwa nia ya kupona kichwa. Ndio ndio sana katika Zadul Ma'ad hicho kitu kimeondoka kijawahi tena katika maisha yake. Maji ya Zamzam pekee kina rak'atain, hajachukua tembe ya maji wala chochote, yaani tawakkal hakim hapo kwamba Rasul kunaitwa kama hiyo. Bibi sisi kwa kwamba tumezungukwa na madawa mbalimbali kwa matibabu, na tunamshukuru kwamba hakuna matibabu
asbab na kama mbali akhir asbab nasema kama kusema wanazuri vile vile pia Ibn Qayyim al-Jawziyya katika Tibb an-Nabawi katika mfadhili wake kabla ya kutaja magonjwa na dawa Ibn Qayyim ana kitabu kizuri katika masala tiba katika Tibb an-Nabawi kabla ya kutaja magonjwa na dawa kwanza kurasa kadhaa anaelezea kwamba kila ugonjwa na dawa ameleta hadithi zote kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba kila ugonjwa na dawa kwanza akazileta hizo sasa moja baada ya nyingine akaleta aqwal al-ilm fi hadhihi al-masala kama likuli dai na ukiangalia zile aqwali zote na zile zote zimekuja katika sio zote alfahamu hakuna hadithi iliyokuja katika kutibu magonjwa isipokuwa kuja na alfahamu likuli dai dawa na alfahamu kullu alfahamu na zote kwa mtaani hadithi zote sallallahu anaelezea kwamba alfahamu na mashahidi kwamba ni dawa ya magonjwa yote. Kwa hiyo hii ni mambo kwanza watu tujijenge kisha baada ya hapo sasa ndio tuingie katika magonjwa. Magonjwa gani yanakuja kutusumbua na tunayatibu vipi? Vipi tutajikinga sisi na familia yetu kutokana na haya magonjwa. Ugonjwa kwamba ningependelea kuongea sana ugonjwa ni mingi. Baada ya kushakita msingi kwamba kila ugonjwa una dawa. Sasa tunakusanya baadhi ya magonjwa kwamba yanasumbua sana. Ugonjwa kama unasumbua sana kwa Uislamu wa ghairi Islam ni ugonjwa kama diabetes wala kama sukari. Waswahili ni kisukari. Ugonjwa kama huu umehangaisha watu wengi sana. Majumba yanateseka na kulisika kwa sababu ya ugonjwa kama huu. Mtu anashika ugonjwa anakaa miaka 5, 10 mpaka 20. Ugonjwa kama huu unaanza pale ambapo mashine ya kusaga sukari katika mwili inakataa. Ima kwa sababu haitoi insulin nzuri ama inatoa insulin lakini beta cells zenyewe zinakataa. Kwa ufupi kama unakula sukari lakini haisagiki sukari, hiyo kwa ufupi. Haina haja tuki muhadhara wiki nzima tunaelezea sukari na diabetes. Tunataka muhadhara tumaliza leo kila mmoja anafahamu katika ugonjwa kama huu. Kwa hivyo ukisikia mgonjwa wa sukari inamaanisha kwamba sukari anakula lakini haisagiki sukari yake. Hii ndio kwa ufupi tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mwanadamu ana mashine mbili za kusaga chakula. Mashine ya kwanza ya kusaga chakula, mashine ya kwanza inaitwa bei. Hii mashine inasaga chakula chochote hapo kwamba haingine katika mwili. Chakula chochote kinasaga. Mashine ya pili inaitwa pancreas. Hii mashine inasaga sukari pekee yake. Sukari ikiingia haidali kabisa na mashine yote isipokuwa mpaka pancreas ije isaga sukari. Na hii ni ijaz ilmi. Allah Tabaraka wa Taala alipoumba mwanadamu alijua ni kiungo gani ambacho kitakuwa muhimu katika mwili wake. Kikapewa kazi moja pekee yake. Kazi yake ni kusaga sukari pekee yake. Hakuna kazi nyingine yoyote. Hata ulisema daktari ambao kutoka Ulaya na ambao kwa Amerika. Kazi ya pancreas nini kusaga sukari pekee yake, haina kazi nyingine. Lakini bei inasaga chakula aina yoyote. Inasaga ngano, hiyo michele ambayo tunakula sisi, hizo keki, sio hizo matunda ambayo tunakula, kila kitu ambacho tunakula inasagwa na bei, sio kwa sukari. Kwa hivyo tukisema kwamba huyu mgonjwa ana ugonjwa wa sukari, inamaanisha kwamba yeye anakula sukari katika mwili haifanyi haisagiki. Kwa hivyo kipimo damu yake ile sukari ni katika damu, sasa pancreas inashindwa na bila kusimama katika damu. Alikuwa damu yake inavuka 7, 8, 9, 10 mpaka inafika huko. Leo unaweza kupima asubuhi 8, 7, unakula chochote. Unajua tayari hapo katika diabetes. Kwa hiyo ufanye bidii uanze kutafuta madawa na kutumia. Nafikiri kwa ufupi ushafahamu. Ugonjwa sana kwamba ile mashine sana. Sasa sababu yake ni vipi? Mbona hii mashine inasema
kataa kusaga kwa sababu mbili ama tatu. Sababu ya kwanza kwa sababu ya genetic ni family. Ndio sisi tunasema kwamba mimi ndio na family. Na hapa tunajenga makosa sana kwamba mimi ndio na family kwa siwezi kupona. Mimi sio yangu haiponi sababu sio yangu ya family. Ndio nakala sio yake kana na Mungu. Kwa hivyo genetic family inaweza kusababisha kwamba mtu anapata sukari. Vile vile pia uzito wa kuzidi, mtu anakuwa mzito. Anapata mwili mkubwa sana. Akipata mwili mkubwa kwa maana yale mafuta yanakaa katika mwili. Yale mafuta yakijaa katika mwili, ile pancreas ambayo tunazungumza imalika iliyopita. Inaenda kudara na ile mafuta. Mtu anawanda sana mpaka ile pancreas inaenda kudara ile. Yaani mpaka mafuta yanakudara pancreas. Ile pancreas ina kama mdomo ya kutoa ile dawa ya kusanya sukari. Kwa hiyo ile mdomo inafungwa na ile mafuta. Kwa hiyo hapo tunapata dawa za sukari mpaka maisha yako yote yaisha hivi. Dawa yake ni yale mafuta yayuke. Ile pancreas inapata kutoa insulin yake. Lakini ukisema unatoa insulin ya nje sasa. Si unajua kuna watu wanatoa insulin ya nje. Unadunga insulin ya nje na pesa utume maisha yako yote. Sababu ni vile vile imefungwa vitu utaniitoa insulin. Na wewe huko unapambana na kutoa insulin za nje. Kwa hiyo unakaa vile kwa maisha yako yote. Allah tuhifadhi haya magonjwa ambayo yanasumbua watu wengi sana. Kwa hiyo dawa yake ni ufanye mazoezi. Fanya mazoezi ukate mafuta. Yale mafuta kiyayuka. Yale mafuta kiyayuka, basi sasa itapata nafasi ya kutoa nini? Tumesema basi zinatoa nini? Insulin. Asante. Kwa hiyo basi sababu ya insulin wewe unaona haja kumeza madawa. Sasa unaanza hizo dawa kwa meza. Kama ulikuwa na daktari unatadirisha kila mwezi kila wiki unatoa dawa, unaanza kutadirisha daktari. Utadirisha wewe mwenyewe, utadirisha hiyo familia yako. Labda lesi kama familia yako kujitosheleza na kusanyika unapelekea daktari. Lakini kama unahitaji tayari wewe kila mwezi una katika mshahara wako kwa pesa unapelekea daktari wako na ndani hizo. Sasa tutoa kwa pale nyumbani wapatie wale. Tatizo dogo litoe pesa zilizobakia tunatumia kwa familia yako. Umefahamiana sio? Maneno mazito kwa daktari lakini tafanyaje ni kweli ulipo sasa. Wanakuja listi kipande nyingine pia wao hana shida. Lakini si kwamba wanakugamiza pale, wewe unabaki na ugonjwa na umaskini wao wanapata pesa. Kila siku unatangaziwa hapa hii dawa jamani 1000 njooni mwanunua. Mara mmoja kutoka Tanzania jamani njooni mnunue hizi dawa. Zangu ni nzuri sisi tunaanza Tanzania sisi tunaanza Kongo. Kwa msaada tu kwa ugonjwa wa mtani. Sisi msinunue hizo dawa, mnunue lakini muwe mnajua mnakula dawa kwa ajili ya ugonjwa gani na kitu gani ambacho kimesababisha. Tuko pamoja baba. Kwa hiyo inapofeli pancreas na hautibu pancreas wewe unaweza dawa za kila siku unaweza dawa. Hautibu pancreas ni sawa. Kwa sababu inatakana kila siku kienda uanze kupunguza dozi. Sio kila siku kienda unapunguza dozi. Leo gramu 500 baada ya miezi baada ya wiki baada ya miaka unaongeza 1000 baada ya 1200 mara umeanza kuchukua sindano la kila ukienda unapunguza dozi. Sisi vitu dawa za hospitali hata dawa za kienyeji pia wewe kila siku unaongezewa tu madawa. Ukienda kumaliza unatafuta daktari wa kienyeji kwa kuchukua madawa. ما يفيد شيء. لازم أن تحلل المشكلة. أين المشكلة؟ إلى سيم underline cause لازم uangalie sehemu gani ambapo kuna tatizo utoe ile tatizo. Sasa tumesimamia wapi katika sukari sio? Tumejalia mathalan wale yao bila huyu mgonjwa wetu mathalan ameshika sukari katika miaka 10 au miaka 5. Ndio bwana atanizuru kumwelekeza kupata madawa mazuri. Miaka yote anatumia madawa. Kuna athari ambapo atapata. La hila, hana hila lazima atapata hizo athari. Kwanza
atapata vidonda sugu kama viponi. Sisemi mtu alikuwa amezaliwa dawa, tunasema mtu alikuwa amekaa miaka, si ndio? Anaweza kupata vidonda viponi. Kama haponi kurudisha mushkila yake nini sasa hapo inabidi afanyaje? Anafanya maisha anakaa kama vidonda kama miguu anakaa. Ina tena ile simu tena vidonda anapata tena pale pale. Kwa sababu gani? Amekaa na sukari muda mrefu, sukari imekaa kwa damu haitembei vizuri. Haifiki damu vizuri katika sehemu. Na kama kidole kiko hapa, damu haifiki hapa, lazima ile sehemu ifanyike hiyo sehemu. Lazima damu ifike pale. Haya kwa mbona ongea hapa hapo. Hapo sio. Hiyo ni athari moja. Athari ya pili kwamba anapata mtu anapoteza macho. Watu wanapoteza macho kwa sababu ya diabetes. Macho kwamba yanapotea kwa sababu ya sukari yanaitwa diabetic neuropathy. Na kuna macho kwamba yanakuja kwa sababu ya pressure ya ubongo. Ndio hapo utaweza tofauti. Kwa hiyo wale watu wa sukari wamekaa nao muda mrefu, tumesema kwamba hawajitibu, wanajipata daktari mzuri kwa tibu. Wanakaa miaka yao, kutumia dawa kila siku, anaanza kupata nguvu sasa. Anaendelea hivyo mpaka maisha yake yanashika. Anakuwa hana kiungo, hana kiungo. Athari tumesema ni hayo, macho yanapotea, inabidi anadungwa sindano. Kama vile katika kadhia ya mguu, vile ya macho kama ile damu imejaa sukari, kwa hiyo kipita hapo inakuwa ni nzito, mtu apate kuona. Katika macho kuna mshipa ambao inapiga picha inapeleka katika ubongo ili isome, kwa hiyo ile inakataa. Ikikataa hivyo mtu anakuwa haoni vizuri. Anadungwa sindano za macho. Mungu hapo kidogo. Sindano ni ghali, nafikiri sio pesa ngapi ni ghali. Ugonjwa unakuja kwa 80 70 sijui. Huko mshasikia wambia kusikia kwa kusindana macho kwa sababu ya sukari. Hii kwa mambo. Ambia sikia. Hapa hakuna kabisa. Nasikia hali. Takuto anaposindana macho kwa sababu ya sukari. Halipo nasikia. Nafikiri ule mambo sio. Si kama tuna kwa nini basi na hicho pangana hiyo hiyo tayari. Na ugonjwa wetu na wewe unatuelezea. Kwa hiyo ukimuuliza kwa nini unataka isema kama mimi ni bana sukari? Sukari haijaanza hiyo siku, ilianza kabla ya miaka 5, 10, 20. Nimekaita. Daktari wako kumuuliza. Hata kama mimi nasoma ameingia sasa hivi basi. Muulize kama mimi kwa sababu ya sukari. Lakini mtu ukimchunguza anatuonyesha lazima sukari kila siku. Ni sawa, ndipo azimsaidize dawa, haitibu tatizo. Damu yake bado ina sukari. Hiyo ndio sura ngapi? Athari ya pili ya sukari. Athari ya tatu ni ganzi na maumivu ya viungo. Amalizi ganzi, kila wakati mtu ana ganzi. Ila fili kwa haina mashaka. Ganzi bila bahali, ndio anapoteza makali. Wengine mpaka mtu wa sauti yake chafu, mtu anaanza msitini, hajamana na kitu kimoja. Ila fili kwa mshasikia. Hali ganzi hali ya juu. Sasa vile pia kuna uwezekano mkubwa ikaathiri figo, pressure, hizo athari zote. Kwa hiyo kuna kukula za kukuli mara nyingi tunataka kufupisha. Kwa hiyo tahlili yake ni nini? Tunaweza vipi kudhibiti ugonjwa sukari? Ni sisi kutibu pancreas. Kutibu pancreas, halafu mtu anaacha na sukari na anarudi vizuri. Familia ولا إشكال في ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء وكل هنا من الفرق عنه نجيا مرضيات المرض السكر pia katika kama imeingia katika hii alfadhi wa Mungu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huo ni wito wa kwanza. Tumeelezea kifupi kama kuna maswali bali tutashika maswali. Ugonjwa wa pili kwamba unaathiri sana mujtama ni ugonjwa wa pressure, high blood pressure. Ugonjwa wa pressure vile pia inatokea katika mishipa. Inakuwa damu haitembei vizuri. Kwa hiyo moyo unachukua nafasi kubwa sana ya kupiga ile damu ya kusukuma. Kwa sababu kazi ya moyo ni kufanyaje? Kusukuma damu kila mahali. Kwa hiyo moyo ukichukua force sana, ile nguvu ya moyo ya kupiga damu hivi, ile kupiga hivi peke yake
ina kiasi yake, haifai kupita 120 125, haifai kupita. Kitaalamu ito diastole, si ndio? Diastole haifai kupita 25 na 125 na. Kwa hiyo moyo ukipiga, ukichukua force kubwa sana kusukuma hiyo damu, ikifika 130 na tunasema mtu ana pressure kubwa. Na hivi vile pia inatokea kwa genetic, sababu zake genetic kwa family, ama labda mtu damu ni nzito, ama labda anakula vyakula ovyo, ama labda alikuwa na sukari. Tumesema hapo nyuma sukari inasababisha pressure. Nisikia mtu anashukua na ugonjwa sukari na pressure juu sukari inachangia. Haiwezekani kushukua na pressure kwa sukari. Kwanza kushukua sukari, alafu pressure. Hiyo ndio familia na hapo. Kwa hiyo huyu mtu anakuwa moyo wake unapige vizuri. Unakuwa unapige vizuri moyo. Unapiga kwa nguvu sana, kwa kwamba haifai kupige vile moyo. Nataka na 125. Kwa hiyo inahitajika nini? Inahitajika kusafisha nini sasa? Tuseme ni shida katika nini mshipa. Hapo inahitajika nini sasa? Kusafisha mshipa, si ndio? Ili moyo upige vizuri bila kupata shida ya kupiga. Manasa sisi tunatumia dawa ya miaka 10, mtu anatumia dawa ya miaka 10. Kusafisha mshipa soda zaidi ya 10. Unapatiwa dawa sasa na daktari kienyeji sawa na madaktari wa hospitali, wanapata dawa watumia miaka 10 20 maisha yako, wanakwambia mwenyewe wanatumia maisha yako yote. Dawa kutumezwa na kukojoa. Kutumiwa na kukojoa. Kukojoa pressure automatic inashuka, lakini hujasafisha tatizo. Vizuri kwa pale pale, unaona pressure na unakojoa. Unakojoa hivyo unakojoa. Mwisho kabisa sasa inakuwa ile pressure inakataa kushuka kwa sababu ya hiyo kukojoa. Inapanda. Sio ya vile kwa sababu unaweka 10 na pressure kwa pale pale dhibiti. Kwa hiyo ikipanda inakuja 200 na unafanya stroke, unapoza mwili. Mtu yoyote kama anapoza mwili muulize kama ndio ana pressure. Sio pressure sumbui tatu, kuna pressure ya miaka. Lao kama si hivyo basi atafanywaje? Figo zitafeli. Figo zitafanyaje? Watu wengi 99% mtu anafeli figo, kimuuliza kama alikuwa na kwa hiyo hili nini? Usafishe ile mishipa yetu. Watu tumedaza kila siku, tudhibiti pressure khalas. Tutadhibiti pressure, inakuwa unaanza kutumia madawa kila siku. Unajicontrol na chakula pia. Bila sababu kuzungumza habari ya chakula ni muhimu sana. So wewe una pressure utakula kila kitu. Alafu umeze dawa. Utaona miaka 10 20 hiyo pressure kushabaleta kukuletea madhara. Afadhali utasike sahihi kuliko kusika baadaye. Duniani ni mambo mawili. Ima sahihi ulera kisha baadaye utasike. Ama unasike sahihi baadaye ulera. Sasa mtachagua gani? Ama nimesikia Sheikh Muhammad Daher kuzungumza neno muhimu sana. Ima unasike sahihi alafu baadaye usale, ama usale sahihi usike baadaye. Naona mtachagua nyingine. Ndio usike sahihi. Na huo mfano tunachukulia katika dunia na akhera. Afadhali sasa ujipinde kisha akhera unaenda thawabu. Na vile vile pia magonjwa. Sasa ujipinde, uweka diet nzuri, usile vyakula ambavyo ili udhibiti pressure. Kisha baadaye kushauri sawa kula, lakini kwa hali ile una pressure usile vile vitu. Lakini leo ukitaka raha ule kila kitu unakula free, mabiriani, mapilau, mafuta, masukari. Ndio umezadawa kila siku unamzadawa kila siku miaka 10 mwisho kama kitandani kuna stroke. Ndio mfirika nini? Utasumbuka wewe na familia yako sumbuka. Kule kwa maeleze, kule kesho kwa nani? Hospitali kwa hospitali kwa gani? Hospitali zote hizo kwamba ukienda huko utapata wagonjwa pale. Au unaje kumtafuta nani wala nani? Alala na fulani hata kwangu kwa usiku. Jitibu mapema. Madaktari watafanya kazi wafanye sasa hivi. Hawana haja kula ile pesa kwa wagonjwa tena. Jitibu mtu basi ule zangu.
Sio? Mimi nitaja haya maradhi mawili. Mtaona nini kama mna maradhi yenu, mnajua maradhi yenu sugu bwana. Sumbua hapa basi tutaweza kufahamu inshallah. Hii sio maswali, tutaje maradhi kwanza. Maradhi gani unaonelea labda ni sugu sana na sumbua? Sababu sasa hizi maradhi ambayo mimi najua mimi kisha baadaye hapa hiyo kwa maradhi mengine mimi sijui wote wanao. Kuna msikiti watu wanao maradhi ya sisi tu. Kwa tutaje ile maradhi ambayo tunajua ya baba watoto mzungu. Kila mmoja tuzungumzia labda tatano, tusirefushe. Kila mmoja tu. Hilo ni swali zuri. Hilo swali zuri, lakini tutapata maswali unani. Unakwambia hiyo tutaenda hata na maswali sawa? Kwa hivyo tutaweza kujibu maswali swali langu kwa kwanza. Tutaje ugonjwa gani ambao unatuongelea? Sura ya 5 kwa ugonjwa. Masikio. Asante. Alama anasema ugonjwa wa masikio. Kwanza kabla hatujazungumzia ugonjwa lazima ujue kwanza masikio kazi yake ni nini. Kila kiungo katika mwili na kazi yake. Na kabla kujua ugonjwa wake lazima ujue kwanza kazi yake ni nini. Kila kiungo katika mwili. Sikio ina kazi mbili. Sikio ina kazi mbili. Kazi ya kwanza ni kusikia. Na hii ni kazi maarufu sana. Kazi ya pili sio maarufu. Kazi ya pili ni kubalance usisikie kisunzi. Katika sikio ndani hapa kuna kitu kama kina balance. Kinakuweka sawa. Ndio hicho hata kitu akiwezi kufanya hivyo na hii hapa kama na moto kama katika sikio. Pia kufanya usisikie kisunzi. Ni watu wengi kwamba ugonjwa kisunzi wanaenda hospitali kila mahali. Kumbe tatizo lake ni sikio tu. Mtu sikio anakuwa na kisunzi. Tunasema sikio ina kazi ngapi? Kazi mbili. Kazi ya kwanza ni kusikia. Kazi ya pili ni kubalance usifanye usisikie kisunzi. Ile kuweza kusimama, kuweza kutembea, hii kazi ya sikio. Na kama ile hiyo kazi ya sikio inafanya kazi yake, unapata kutembea uwezi. Kisunzi unakaa chini. Unajisikia kama hauko sawa na kukaa hivi uwezi. Sifanya hapo. Zuri kwa kwanza katika kusikia. Katika kusikia masikio ina hatua tatu mpaka mtu umesikia kile kitu. Kuna hatua ya kwanza kwa mipaka ya nje, kuna ya ndani na kuna katikati kabisa. Ile mpaka usikie mpaka ipitie mawimbi ya tatu ndio ile usikie kile kitu. Na hapo kusikia lazima pia utafsiriwe na ubongo kitu gani hicho. Unafahamu ama hujafahamu? Sasa hiyo unaweza kuongelesha kitu umwangalie na unamsikiza. Lakini kwamba yeye hata hujui, lakini umesikia. Bongo hajasoma lakini. Sasa sisi ndio katika darasa wasikisha wale kama kitu kitakurudia hapo. Umesikia ile maneno lakini haijasomeka katika bongo ya kusikia. Ama hata mtu ambaye amezungumza lugha wewe hujui. Amezungumza lugha wewe hujui. Umesikia? Anasema nimesikia lakini sijafahamu amesema nini. Kwa hiyo hii system ndefu tutaona. Nikita watueleze tu kwa ufupi. Ni mmoja sasa alipiga katika ugonjwa na ile dawa. Ugonjwa wa masikio uko takriban aina 7 na aina moja ni infection ya masikio kama inapata sana watoto wadogo. Inapata watoto wadogo. Kama mjao watoto wadogo wanashikana na masikio. Wanashikana na masikio sana. Sio masikio yote. Vile pia kuna ugonjwa wa masikio kama ni genetic wa family. Kuna watu wana shida ya kusikia. Mtu mwingine mara 2 mara 3 mpaka atake sikio bila kusikia. Ni nini bila kusikia? Anasikia hiyo watu ambao ni bora. Kama kuna watu wako.
ile wale genetic family. Kwa sababu mtoto mdogo ameshika mazito. Sio vizuri. Kwa hiyo ugonjwa kwanza ni huo ambao na watoto sana. Na kuna ugonjwa mwingine kwa sababu wa infection tu ya mashikio, kunafisha mashikio. Labda anatumia bluetooth sana, labda inasema kelele sana. Ile sehemu ya ndani kabisa ile inapata baridi. Ndani kabisa kuna gland. Kuna kama uchafu ndani. Hata kiingia mdudu hapa anakufa kwa. Mmoja kumtoa mtu mdudu hivi. Akija kula mpaka pale bado kimtoa anakufa. Alikuwa kuona hapa kuna uchafu, tena uchafu ni mkali, kuna kama uchafu chachu. Ule uchafu ule unaua wale wadudu. Akikuingia mdudu hapa kingine nani anakufa. Alitoka kwa maiti. Lakini tumefanya na hapo. Kwa hivyo hiyo ndio ufupisho wa kazi ya STEAM, na vile vile pia ni ufupisho wa magonjwa ya STEAM. Mara nyingi na watoto wadogo na watu wazima, lakini natokea baadhi pia inaweza kuwapata watu ambao wanapata makamu na wanapata magonjwa ya STEAM. Dalili kubwa jaribu kusahau na kuchakaza hiyo. Sasa hiyo ndio ya kwanza, first aid ya kwanza. Kama ikikataa unaweza kutafuta dawa nyingi za STEAM takriban 20 na dawa STEAM tunaweza kupatia dawa za kula na dawa za kupaka. Dawa za kupaka siku ina mbili. Kuna dawa za kupaka za upande wa nje ya STEAM, kuna dawa za kupaka na ndani ya STEAM. Kwa kila mtu tunafanya kwa. Endelee. Sasa haina shida sababu tunafaidika upande huo. Lakini sidhani kama ni matatizo kwamba ameingia kwa family mpaka anafilisisha, sijaona. Labda ni watu wasumbuke. Yesu ndio kusumbua. Naam. Ugonjwa mwingine ambao mwanaleta ongelee. Magoti. Asante. Alafu anauliza kuhusu magoti na kiuno. Maumivu ya magoti na kiuno inatokana na ugonjwa unaojulikana kama uric acid. Tatizo la uric acid. Kiarabu inajulikana kama maradhi nafas au mara nyingine inaitwa damu manuk. Damu manuk ama nafas ni ugonjwa wa uric acid katika mwili. Uric acid ikiingia katika mwili huwa inachoma. Sawa, ikichoma inaleta kitu kama arthritis. Alamu mafasil. Warabu inaita alamu mafasil. Kwa alamu mafasil ndio hiyo arthritis. Arthritis kwa ina ngapi? Ziko takriban aina 100. Wengine wataalamu wengine wanasema ziko takriban aina 200. Na kila sehemu ina jina lake arthritis. Kuna wengine inashika magoti. Kuna wengine kama inashika viuno. Sema kilo kuna aina mbili. Kuna kama ni sciatica kutoka mshiko kwa huko mpaka kwa huko. Hii sciatica. Familia nasema kuna diski zingine zinalika hizo diski. Lakini pia nasema katika mgonjwa wa arthritis hiyo. Katika kila picha ya mgongo kuna kama spot kwa zile zinalika. Watu wengi wanafanya sasa vitu tumeeleza kwa ufupi. Na pia nimesahau mimi. Nafikiri niliwahi kitabu kuelezea hapa ugonjwa tiba ya sudoku therapy. Nenda ya daktari sana kwanza hapa kwa stash. Sio kwa Fronto pale wa kuchukua pamoja. Tuzungumza kuhusu sudoku therapy. Hakuna kama nasema kitabu. Kama ndio ndio kitabu. Tunasema kuna elimu inayojulikana kama sudoku therapy. Elimu inafundishwa sana sana China na India. Wamegundua ya kwamba mwili wa binadamu na magonjwa yake yote yanapatikana katika hichi kigaji kimoja. Huko Afrika inafika elimu. Lakini mko alaka sana hiyo unaita sudoku therapy. Hii yote kimoja inatibu maradhi yote. Yote kama unajua kupitia
unafanya tu massage bila kila ugonjwa unasaidia. Nafikiri nielezea kwa urefu sana darasa nzima tukielezea. Kwa hivyo ukikuwa tajaribu taarafu kwamba yeye ana magoti. Ukisema ni magoti sasa unazungusha mkono. Haya ni magoti mawili. Haya ni magoti. Hili goti la pande na hili goti la pande. Kwa hiyo kama unamweka katika goti unaenda kufanya hapa kwa masaji yako. Unasikia maumivu. Lakini kama sio maumivu kule katika goti linapungua maumivu. Asilimia kadhaa. Asilimia 20, 10 mpaka kuishi. Inapotea kabisa. Hii mwalimu wangu mwingine alinifundisha, Allah mhifadhi, Dr. Yusuf. Allah mhifadhi baada ya kwamba yuko alisomea hii elimu India. Alhamdulillah, Allah alijia tawfiki mpatana naye na nisome kwake. Wa ila kama ni Afrika hapa si zidani kabisa. Kama imefika sijui lakini zidani. Mpaka sasa ni China na India. Wao wanasoma. Mpaka sasa tukija tunakupatia. Na ugonjwa wangu wote kija kwa kliniki yangu wanapatia hii. Na kama zawadi yao. Nampatia dawa na pia naambia hii nafanya. Nikishikeni sema na kuna kwa nasikia maumivu. Kama ni kioo ni sehemu ya nyuma. Tutaweka tasaki nzima inshallah. Tutakuja ile makaratasi. Tutakuja makaratasi siku. Mbona kwa hizo mtu wa machako kutoka machako. Kufanya kile kwa ufupi tumezungumza kusema goti kumefahamu, si ndio? Kwa hiyo ni mafasi zinafanyaje? Zinakuwa zinauma kwa sababu zile ligament zinalika. Baina ya kila yani goti la goti na kiungo kuna kama nyama hivi. Laini ile nyama inalika. Wengine wameoperation wanaacha ligament nyingine. Isiyo na wameoperation na goti wanatumia ligament nyingine. Lakini sasa unajua tena kitu cha nje sio kitu chako, si ndio? Unazoea ligament leo baada ya miezi miwili mitatu. Tunafanya mmoja kwa hospitali sana alifanyiwa. Sasa anaambiwa ile ligament iliyowekwa imesongea. Hizo ndo balaa. Unafanyaje imesongea? Ni safari ya Lamu nyingine Lamu kwa mtu mwingine. Niliingia usiku kuchelewa. Ikawa ni muhimu usiku nikienda na operation ya goti. Anamaliza mwezi mwingine tena hata kibela kuja kwa vizuri. Sawa. Kwa hiyo usifanye haraka kufanya operation. Kwanza jaribu kufanya matibabu. Baada ya matibabu yako utakuwa na hauna haja ya kufanya maswali. Fanya matibabu خلاص yaisha. Na ugonjwa mwingine hiyo mmoja ya koo sio? Hiyo pia tutaacha nafasi maswali inshallah. Tujibu alafu swali lake alafu ndio sawa. Tuangalie kama mgonjwa ameisha na tuchukue maswali sasa. Hapa kuna wazee hapa. Kuna maswali ya wazee kwa nataka kuulizwa. Kuna wazee kifika miaka 40 na wanashona ugonjwa wa prostate ya mikono. Ajabu basi kuulizwa. Sitimie ile wana kuulizwa kila basi kuulizwa. Na kwa sababu kuulizwa sasa nikaelezea si labda hapo. Lakini matatizo ya wazee ya mkojo iko sana. Si mkojo mara mkojo. Mzee mshona mkojo, mkojo mara mkojo tena. Kwa mara mkojo kutoka kwa mashina mkojo. Hii kwa sababu hiyo siulizwa. Kwa basi taswiri kuuliza inshallah. Na tuchukue maswali sasa sio? Alafu tuanze maswali lako. Maumivu ya sikio peke yake ama yote? Sikio peke yake. Sikio bado. Hii sikio chetu kuuma pia. Tuanze kwa sikio. Sikio kinauma kwa sababu tatu kama nne. Sababu ya kwanza sikio kinauma kwa sababu ya uric acid tumeelezea hapo nyuma. Tukisema arthritis ina takriban 100 na kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid kwa nyingi. Mfahamiana. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio kinauma kwa sababu ya uric acid. Kwa hiyo sikio k
Na mara nyingi kama kisigino na kidole cha gumba. Kidole cha gumba ni kisigino. Hiyo inakuwa kwa sababu ya uric acid. Vile kisigino kinauma kwa sababu ya circulation ya damu haitembei vizuri. Sisi tunajua damu inaweza kupambiwa katika moyo. Na sehemu mbali zaidi katika moyo kiungo, yaani ambapo iko mbali na moyo ni nini? Kisigino. Kisigino na kidole. Kwa hiyo damu kufiki vizuri kushinda zile wasikia. Sasa sababu ya tatu hii ni kwa wanawake ambao wajawazito. Pia vile inaweza kusababishia. Pia vile kuna sababu nyingine. Sababu nyingine ya kisigino kwamba kuna kinyama kama bizina kinyama kidogo kinamea kwa kisigino. Sawa. Plant ile inamea. Hizi mambo unakanyagia huko. Ndio kama kifunga hivi. Sijana vitu bora funganisha. Hiyo ni sababu ya ngapi tunasema? Sababu ya nne katika sije kisigino kubwa. Kwa hivyo utajiangalia katika sababu hizi, iwapo utajua sababu yoyote tutaratibu tu kisigino kama kisigino. Sawa? Chukua unga wa bajia. Unajua unga wa bajia? Chukua na mafuta ya nazi. Kazi kama hii mafuta ya nazi. Tia katika sufuria. Wafuasha moto mwembamba. Alafu watia ule unga wa bajia. Unakoroga. Mpaka inakuwa uji. Unaona uji. Kisha uji unakuwa. Unaweka sehemu, unatia chupa kama hivi. Sawa, halasi ni kesi kabisa. Au unapeleka kwa daktari pesa zako, sawa? Unapaka sehemu hiyo. Hiyo inatoa sisi tumetaja aina 4 za kisigino. Aina zote hizo ni zinamaliza. Lakini vizuri zaidi kwa dawa kama unajua ni aina hiyo kwa dawa zake. Lakini hiyo maumivu ya kuuliza maumivu yanaweza kisigino. Kwa joints zingine ama ni hiyo pekee yake sio. Yes, ndio. Unasema ndio. Basi nitafuta kwa madamu unao hizo skani zako na hizo report. Unaweza kuja ofisini ama tuna ofisi tunadili. Ofisini tunaacha kwa pale inshallah. Sasa kuja kwa operation sio. Operation hujafanya. Lakini kulitajiwa sio. Niliambiwa hilo kwa operation hii. Vizuri, operation yangu sio mwisho kabisa. Hata kama unazo pesa zile. Sio? Naam. Sio sasa tunapata sio? Alafu unasema nini? Kwa na kauka. Si kutoka. Hasta uchungu fulani. Na wakati kubali. Kama ndizo zinatosa sana. Hii sema kama ina hii hapo hapa kuna gland kama ni tonsils. Tonsils ni gland. Hairuhusu kitu kama sio chakula kipite. Kwa hiyo kitu kama sio chakula kipite inashikwa na tonsils. Inatokea sababu moja ama nyingine tonsils inakosa kipimo chake. Kwa hiyo kikosi kipimo chake huwa inafura ili kujulisha kama dawa yangu ya tonsils imezidiwa. Wala kusema inflammation kama sababu zingine. Kwa hiyo kile unasikia unabana, tunataka kuchukua pole. Sababu ya kwanza. Sababu ya pili kwa sababu ya acidity nyingi katika mwili. Acidity huwa inapanda, inachoma iko. Kwa hiyo kuna mkao maji. Kwa hiyo ile maji yote inachoma. Kwa hiyo inakuwa kavu. Unasikia unajisikia kabisa hivi. Tunataka kusimama. Wengine baki tunasema kabisa hapo. Unaona alikuja kule ofisini. Mbaya tunapokuwa kila kitu hawezi kabisa. Akila kitu hivi mpaka fanywe beseni au ni wa hivi guys.
alhamdulillah walipata dawa leo vizuri. Kwa hiyo ni hiyo sababu ile ambayo zinasababisha au mzunguko. Na swali lingine za ugonjwa basili. ugonjwa wa basili ndio Kuna haja kubwa watu wa damu. ndio hiyo pekee yake. Alafu anauliza kuhusu ugonjwa wa basili. Ugonjwa wa basili ni katika magonjwa kwamba yani sio magonjwa makubwa, katika magonjwa madogo tu. Basili ziko aina tatu. Alafu mmoja ina kwanza ya damu. Hii kuna basili ya maji, vile vile kuna watu wanatoka maji sana. Kwa basili ya nyama, wengine wanatoka akili. Sawa. Sababu ya basili ni usitibu ugonjwa kama una sababu yake, afadhali uache vile vile. Ukitibu ugonjwa bila kuna sababu, ndio pale unatibiwa miaka yako ukiwa na basili kwa 20 ustawi. Basili hiyo kudhibiti siku 22 mwezi miwili imeisha. Unajaribu vitu vya 20 na asili. Sababu ya basili ni nini? Sababu ya basili ni kile moja kinajulikana kama constipation. Constipation ni kwamba hapati choo vizuri. Kwa sababu gani hapati choo vizuri? Kwa sababu hauna fiber katika tumbo. Fiber ndio kwamba inafanya choo kinasafika haraka. Ukikosa fiber unapata constipation. Choo unakaa siku mbili kwa choo, siku mbili tatu. Unapata zoea. Wewe inakaa kama malaika. Siku mbili tatu mpaka wiki, tena anajivunia. Mwisho baadaye tumbo linakataa sasa, inabidi ni flash sababu anakula kila siku wiki nzima. Tumbo linafuata hapo sasa. Katika utumbo kuna matumbo mawili, si unajua? Yaani wanadamu wana matumbo mawili. Tumbo la kwanza la juu, tumbo la pili la chini. Tumbo la chini ndio kwa la uchafu. Chakula shasagwa na sio cha tumbo la juu. Ushakuwa sasa uchafu kwa chini. Sasa huko tumbo la juu na tumbo la chini, mbona hicho chakula ukitoi? Hiyo huo uchafu mbona hautoi? Unazungumza hivi jamani. Connection zote hizi huwa zinazungumza, sasa tujui lakini zinazungumza connection zote. Kwa hiyo tumbo la juu linauliza tumbo la chini, mbona hautoi? Asema tumbo la chini litasema kwamba ni tope. Nini? Ni tope. Na yeye kazi yake hajaamsha kutoa tope. Yeye anakuja kutoa choba na kuosha kwa choba na tope. Tope hajaamsha kutoa choba. Ndio maana kisirezi kutoa chakula na kutoa chakula. Inakaa kama siku 2-3 mpaka hiyo choba sana. Kwa hiyo anaanza siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, nenda hivyo hivyo mpaka unachukua miezi. Mwisho sasa tumbo la juu zinaambia sasa lazima utoe, kwa sababu usipotoa huyu anashika kula huyu. Sasa huyo ndio chakula sasa utapika. Tumbo limejaa sana. Mpaka mtu asisikii kula, mtu asisikii kula kabisa. Huko imejaa na huko tumbo la chini na tumbo limejaa. Kwa hivyo anakuwa huyu mtu atakufa, huyu anakosa kula. Kwa hivyo lazima utoe hivyo hivyo. Hiyo siku itatokea utenda choo, utatoa choo kikubwa sana. Uchafu mkubwa sana. Yafikia kwa tatu. Katika njia haya ni kwa ngapi na tatu. Hii maikatike ni sehemu za kutoa damu ndio basi na damu. Hii maikatike itoe maji kwa asili ya maji. Hisi sana kusikia na daktari. Na pia vile vile unajua ni mtibasiri. Wajua wengine wasiri mtu na ugonjwa miaka 3 mnaenda asili. Sasa sisi tunajua mafikira mbaya ya kipekee. Tunaomba kwamba mtu ugonjwa kwa asili mtu ni watu ambao wanafanya fanifu ya kaumuti. Wale kaumuti, yaani ndio wasi kaumuti. Yaani kwamba amengojewa na wanaume wenzake. Hii ni fikra mbaya tunajingana. Hakuna kitaalamu hapa. Kama ni kuzungumza na bawasiri wale wazungumza na bawasiri. Wanapita majinsi yao wanakula kila kitu. Wale bawasiri wanafanya kila siku. Kwa hiyo tusijenge hizo fikra mbaya.
tafiti gani ilisema kwamba mtu akienda huduma na bawasiri? Hakuna. Kwa hiyo mtu mzima maskini yuko na bawasiri hasemi mpaka ikija kutukizia jamani huyu maututi apeleke hospitali kufanya mchango msikitini, inakuwa michango haiishi.